Naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi kujiepusha kushabikia na kusambaza taarifa ama habari zinazochochea uhasama, hasira na kuvunja umoja wetu wa kitaifa. Naomba Watanzania tungamue mtego wa kuliangamiza taifa letu. Tunapita kwenye kipindi ambacho tukiendekeza uchochezi unaofanywa na watu ambao wapo nje ya nchi na hawaguswi na chochote juu ya maisha yetu, wanaowashawishi vijana wetu kufanya vitendo vya kuumiza nchi yetu. Tutakaoangamia ni sisi, na tutakaoumia kweli ni sisi wenyewe. Yaliyotokea tarehe 29 na siku kadhaa zilizofuata, tulioumia ni sisi wa Tanzania. Wanaoandika habari za uchochezi kupitia mitandao, kupitia kwenye vyombo vya habari, hawako Tanzania, wanakunywa zao juice, wanakula kuku, wanalala vizuri, nchi zao zimetulia, madai yao yanapelekwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria na yanafanywa kazi na serikali. Lakini sisi huku tunaandikiwa maudhui kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari ya kufanya madai kwa vurugu na kuharibu nchi. Natamani Watanzania wawe wanauliza, nyinyi wenzetu huko mkiwa mna madai, mnachoma vituo vya mafuta, mnaharibu miundombinu. Leo wananchi wa Kimara hawana mabasi ya kwenda katikati ya mji. Mnaiba biashara za watu. Leo watu wamefilisika, watu wamejitafuta, wameokota mitaji yao, mnafanya hivyo. Ni vizuri mjue, ndugu zangu wa Tanzania, tupo kwenye kipindi ambacho kwa Kiingereza kinaitwa information warfare, vita ya taarifa. Wasiotutakia heri wanatumia mwanya wa upashanaji wa taarifa kutugombanisha, kutuchonganisha na kutufitinisha, ili tukiharibikiwa waweze kupata maslahi yao, kwa sehemu kubwa maslahi ya kisiasa na maslahi ya kiuchumi, na huko mbele nitaeleza. Wanatumia mkakati unaitwa the weaponization of narrative. The weaponization of narrative. Wanatumia silaha ya kutengeneza simulizi mbaya kuhusu Tanzania. Simulizi mbaya inayoonyesha nchi yetu ni ya hatari. Wanatumia mbinu ya kutengeneza simulizi mbaya ya Tanzania kwamba ni nchi isiyokuwa salama na isiyofaa. Wanataka wageni wakiwemo wawekezaji, wafanyabiashara, watalii na watu wengine wanaokuja kwa maslahi ya Tanzania waogope kuja Tanzania ili tufe njaa. Mmejipangaje kuhakikisha kwamba tarehe 9 Disemba wananchi watakuwa salama, lakini hakitatokea kile ambacho kilitokea? Nadhani mmeona hizo vuguvugu mitandaoni. Asante. Ni kweli Baraka, tumeona hizo sentiments zinapita kwenye mitandao. Kauli yetu sisi kwa upande wa serikali kwanza ni kuwasihi vijana wajiepushe na mkumbo, wasijihusishe na mambo ambayo kuna watu wanayafanya kwa makusudi yao, kwa malengo yao. Wanawasihi sana vijana tusijihusishe na vitendo vyovyote vyenye kuleta vurugu, vyenye kuvunja amani ya nchi yetu. Kwa upande wa serikali, kama ilivyo majukumu yetu, ni kuhakikisha nchi iko salama. Kwa tumejipanga kuhakikisha siku hiyo, kama ilivyo siku zingine, usalama wa raia na mali zao unaimarishwa. Sawa jamani?